Hi guys, my name is Maureen Wambui Ng'ang'a. Wengine wananijua as Wambui D Henry, yeah. Social media najulikana as Maureen Wambui D Henry. This is my first video and I just wanted to talk about fake friends. A lot of us tunasemanga fake friends ni mwenye nikikuomba pesa, hello, nisaidie na so nasema sina. Na niko nazo ama umeniona nimepost kipiza na nimekosa kukupea hiyo so. Hiyo pizza si mimi nimebaiwa so sina. That's not a fake friend. A fake friend, the reason why nasema huyo si fake friend it's because hana. Fake friends ni huyu mwenye sijama mnamjua. Huyu mwenye anakufuatilia si ati nakufuatilia kusaidie ama anakufuatilia ajue how you are doing, ndio afurahie juu you are making it in life. Anataka kujua how much you are suffering, you know. For example, nitapenda example na WhatsApp. WhatsApp inafanya watu wengi, mimi kwangu imenifanya nijue those fake friends. WhatsApp iko na those friends wenye nikiweka status maybe niko smart, nimedress poa, kanywele, kama nikiwa, kapedikiwa, you know, hata isema hiyo kitu ni smart. She can't. And I'm talking about she, not he. Sijapata ma he hapa, nimepata ma she's. She's legs, you know. How sasa? Au ndo nimepata kwa hiyo tabia. Mtu atai comment kitu mzuri hapo. Na it's not only me, hata mabeshte wangu wengine wameniambia story. So, unapata nimekaka picha kazuri ama maybe umekaka picha na graduate, na join shule, na travel, you know, na nimepata a job, business, hustle yangu na work, a lot of this that. Yani nikana ka point Mungu amekubariki, lazima mtu apost. So, hiyo wakati unapost unapata hiyo beshte ataezi sema congratulations, aezi congrats, aezi sema ati I'm happy for you, Mungu amekubariki. But what ile siku utapost ka kitu ka ujinga hapo, upost ile kama sema inaka it's like you are heartbroken, or it's like unapitia ka shida fulani. Tunajipata na most of the time tunapost those things of which when una feel ndio unapost. Hiyo ndio wakati anang'ang'ana hapo anakuja like, kai nini mbaya mami? Unashangaa huyu mkora amepita hizi lakini yeye ameiona. Hiyo ndio fake friends, cause anataka kujua ni nini inakusumbua, of which hata ukimwambia atakusaidia, atazipeleka huko nje. Anafurahia wakati unateseka, anafurahia wakati amesikia amefutwa kazi, ameanguka exam, amepoteza simu, ameachwa, ameheartbreakiwa. Hiyo wakati ndio anakuja kwako kusikiza, kukuuliza maswali, kuliendaje kakuacha? But hiyo graduation yenye ulikuwa umepost na graduate, angesema congrats ama sema tu ni anything tu inaonesha ni best yako, atasema. So I just felt that hiyo ndio nani fake friend. Huyu mwenye unaomba pesa anasema ana, si fake friend aki. Hana. Na kama aki ni rafiki yako na mnasaidiananga, hakuna venye anaweza kosa kukupea pesa. Lakini wakati amekosa huko hapo napayuka fake friend. Si fake friend. Hana pesa. Fake friend huyo mwenye anakuchekesha na later hapo anafurahia wakati umefail, umefutwa kazi. Umepata kazi ya pesa ndogo umepata kazi ya pesa ndogo yako ya pesa ya juu. Hapo hivyo ndio sasa anafurahia, unaona? So that's what make me feel hiyo ndio fake friends. Hi guys, my name is Maureen Wambui Ng'ang'a. Wengine wananijua as Wambui D Henry, yeah. Social media najulikana as Maureen Wambui D Henry. This is my first video and I just wanted to talk about fake friends. A lot of us tunasemanga fake friends ni mwenye nikikuomba pesa, hello, nisaidie na so nasema sina. Na niko nazo ama umeniona nimepost kipiza na nimekosa kukupea hiyo so. Hiyo pizza si mimi nimebaiwa so sina. That's not a fake friend. A fake friend,
The reason why nasema huyo si fake friend, it's because hana fake friends. Ni huyu mwenye sijama mnamjua, huyu mwenye anakufuatilia, si ati anakufuatilia kusaidie ama anakufuatilia ajue how you are doing, ndio afurahie juu you are making it in life. Anataka kujua how much you are suffering, you know. For example, nitapenda example na WhatsApp. WhatsApp inafanya watu wengi, mimi kwangu imenifanya nijue those fake friends. WhatsApp iko na those friends wenye nikiweka status, maybe niko smart, nimedress poa, kanywele, kama nikiwa, kapedikiwa, you know, hata isema hiyo kitu ni smart. She can't. And I'm talking about she, not he. Sijapata ma he hapa, nimepata ma she's. She's next, you know. How sasa? Au ndo nimepata kwa hiyo tabia. Mtu atai comment kitu mzuri yako. Na it's not only me, hata mabeshte wangu wengine wameniambia story. So, unapata nimekaka picha kazuri, ama maybe umekaka picha na graduate, na join shule, na travel, you know, na nimepata job, business, hustle yangu ina work, a lot of things that yani nikana ka point Mungu amekubariki, lazima mtu apost. So hiyo wakati unapost unapata hiyo best atawezi sema congratulations, aizi kucongrats, aizi sema ati I'm happy for you, Mungu amekubariki. But what ile siku utapost ka kitu ka ujinga hapo, upost ile kama sema inaka, it's like you are heartbroken, or it's like unapitia ka shida fulani. Tunajipata na most of the time tunapost those things of which venye una feel ndio una post. Hiyo ndio wakati anang'ang'ana hapo anakuja like, kai nini mbaya mami? Unashangaa huyu mkora amepita hizi lakini yeye ameiona. Hiyo ndio fake friends, cause anataka kujua ni nini inakusumbua, of which hata ukimwambia atakusaidia, atazipeleka huko nje. Anafurahia wakati unateseka, anafurahia wakati amesikia amefutwa kazi, ameanguka exam, amepoteza simu, ameachwa, ameheartbreakiwa. Hiyo wakati ndio anakuja kwako kukusikiza, kukuuliza maswali, kuliendaje kakuacha? But hiyo graduation yenye ulikuwa umepost na graduate, angesema congrats ama sema tu ni anything tu inaonesha ni best yako, atasema. So I just felt that hiyo ndio nani fake friend. Huyu mwenye unaomba pesa anasema ana, si fake friend aki. Hana. Na kama aki ni rafiki yako na mnasaidiananga, kuna venye anaweza kosa kukupea pesa. Lakini wakati amekosa huko hapo napayuka fake friend. Si fake friend. Hana pesa. Fake friend huyo mwenye anakuchekesha na later hapo anafurahia wakati umefail, umefutwa kazi. Umepata kazi ya pesa ndogo umepata kazi ya pesa ndogo yako ya pesa ya juu. Hapo hivyo ndio sasa anafurahia, unaona? So that's what make me feel hiyo ndio fake friends. Hi guys, my name is Maureen Wambui Ng'ang'a. Wengine wananijua as Wambui D Henry, yeah. Social media najulikana as Maureen Wambui D Henry. This is my first video and I just wanted to talk about fake friends. A lot of us tunasemanga fake friends ni mwenye nikikuomba pesa, hello, nisaidie na so, nasema sina na niko nazo, ama mwenye nimepost kipiza na nimekosa kukupea hiyo so. Hiyo pizza si mimi nimebaiwa, so sina. That's not a fake friend. A fake friend, the reason why nasema huyo si fake friend, it's because hana. Fake friends ni huyu mwenye sijama mnamjua. Huyu mwenye anakufuatilia, si ati anakufuatilia kusaidie ama anakufuatilia ajue how you are doing, ndio afurahie juu you are making it in life. Anataka kujua how much you are suffering, you know. For example, nitapenda example na WhatsApp. WhatsApp inafanya watu wengi, mimi kwangu imenifanya nijue those fake friends. WhatsApp
iko na those friends wenye nikiweka status maybe niko smart, nimedress poa, kanywele, kamanicure, kapedicure, you know, hata waisema hiyo kitu ni smart. She can't. And I'm talking about she, not he. Sijapata ma he hapa, nimepata ma she's. She's next, you know. How sasa? Au ndo nimepata kwa hiyo tabia. Mtu ai comment kitu mzuri yako. Na it's not on me, hata mabeshte wangu wengine wameniambia story. So, unapata nimekaka picha kazuri ama maybe umekaka picha na graduate, na join shule, na travel, you know, na nimepata job, business, hustle yangu ina work, a lot of this that. Yani nikana ka point Mungu amekubariki. Lazima mtu apost. So, hiyo wakati unapost unapata hiyo best atawezi sema congratulations, aizi kucongrats, aizi sema ati I'm happy for you, Mungu amekubariki. But what ile siku utapost ka kitu ka ujinga hapa, upost ile kama sema inaka, it's like you are heartbroken, or it's like unapitia ka shida fulani. Tunajipata most of the time tunapost those things of which venye una feel ndio una post. Hiyo ndio wakati anang'ang'ana hapa na kuja like, kai nini mbaya mami? Unashangaa huyu mkora amepita hizi lakini yeye ameiona. Hiyo ndio fake friends, cause anataka kujua ni nini inakusumbua, of which hata ukimwambia atakusaidia, atazipeleka huko nje. Anafurahia wakati unateseka, anafurahia wakati amesikia amefutwa kazi, ameanguka exam, amepoteza simu, ameachwa, ameheartbreakiwa. Hiyo wakati ndio anakuja kwako kusikiza, kukuuliza maswali, kuliendaje kakuacha? But hiyo graduation yenye ulikuwa umepost na graduate, angesema congrats ama sema tu ni anything tu inaonesha ni best yako, atasema. So I just felt that hiyo ndio nani fake friend. Huyu mwenye unaomba pesa anasema ana, si fake friend aki. Hana. Na kama aki ni rafiki yako na mnasaidiananga, hakuna venye anaweza kosa kukupea pesa. Lakini wakati amekosa huko hapo na payuka fake friend. Si fake friend. Hana pesa. Fake friend huyo mwenye anakuchekesha na later hapo anafurahia wakati umefail, umefutwa kazi. Umepata kazi ya pesa ndogo umepata kazi ya pesa ndogo yako ya pesa ya juu. Hapo hivyo ndio sasa anafurahia, unaona? So that's what make me feel hiyo ndio fake friends. Guys, don't forget to subscribe, like and share. I swear God is going to bless you. Thank you.